jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Wanawake tunaweza, tunaweza. Kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 3 dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya mwanamke. Kwa mwaka 2026 hapa Tanzania, maadhimisho haya yanaongozwa na kauli mbiu inayosema haki na usawa kwa mwanamke na msichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Hiki ni kipindi maalum, mwanamke na mazingira. Nipo kwenye mazingira mazuri sana, kuna kahawa za kutosha, kuna miti tofauti tofauti, kuna migomba, kuna hali ya hewa nzuri sana maeneo haya niliyopo. Ni eneo ambalo kuna kikundi ambacho kinatunza mazingira, ni kikundi cha wanawake wajane. Katika jamii ambayo niko hapa, ambayo ni wilaya ya Arumeru, kulikuwa na dhana kwamba kahawa ni ya mwanaume, mti ni wa mwanaume. Lakini dhana hiyo inafutwa na kikundi hiki kwa sababu wanawake hao wameamua kujiunga kwa pamoja na kufanya kilimo cha kahawa. Kilimo cha kisasa kabisa, lakini kinatunza mazingira. Hawatumii madawa haya ya viwandani, wanatumia njia za asili katika kilimo chao na wanageuza mimea hiyo sasa kuwa sehemu ya utalii wa mazingira. Tukumbuke pia katika dira ya taifa ya maendeleo 2050, katika nguzo ya 3 inazungumzia swala la mazingira, kuhifadhi mazingira, kuhifadhi vyanzo vya maji, kuhifadhi bioanuwai na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ungana nami anapita kufahamu kazi zinazofanywa na hichi kikundi na namna gani nao wanaweza wakashiriki katika kuhifadhi mazingira yetu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwanamke na mazingira. Tunashughulika na mambo ya utamaduni na mazingira ya wenyeji wa eneo hili, kutunza mazingira. Imebidi tuanzishe kikundi cha wajane kwa kutokana na wajane kuwa wamekuwa wapweke pale ambapo walikuwa wanafanya kazi bega kwa bega na wenzi wao. Sasa lile pengo limejitokeza. Kwa hiyo tukakuta bora tusaidiane na wajane, kuwapa elimu na maarifa ya kukabiliana na mazingira, changamoto zinazomkabili mkulima na kwa maeneo yao madogo, ya kwamba watafanya nini ili kiweze kuziba lile pengo, wapate kipato, lakini eneo lile dogo analitumiaje kuendeleza kile kilichobaki na kuboresha yale mazingira kwa faida yake, mwingine pia aelimishe watoto kwa kizazi kijacho. Kwa hiyo ndio madhumuni hasa ya kuanzisha hiki kikundi. Kihistoria kahawa ilikuwa ni ya mwanaume. Tumehakikisha kwamba hiyo dhana inapungua baada ya kuwaelekeza ya kwamba sehemu ulio nayo hata kama ni ndogo, ukiweka miche kadhaa itakusaidia, itakuinua na hakuna anayeweza kukuingilia. Hata ukiingiliwa kuna vyombo vya sheria vya kusaidia wamama sasa hivi. Manake zamani ilikuwa uwezi hata kukohoa. Pamoja na kwamba hata sasa hivi kuna changamoto ya kwamba wengine bado wanaingiliwa kung'olewa mazao yao, lakini bado wana uwezo wa kupeleka kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo sasa hivi hiyo dhana imeshaendelea kuondoka. Mimea tumechagua kahawa kwa sababu ndilo zao ambalo lina tija na tumekuwa nalo toka vizazi vya baba zetu. Migomba ndio imekuwa ya asili ya hapa. Hivi vingine tumeongeza kutokana na tunavyopata elimu. Kwa mfano manjano ni chakula na ni dawa na ni kinga. Kwa hiyo tumeona ya kwamba pia tukilima hicho ni zao ambalo ni jepesi kutunza. Haya, kwenye kilimo cha matunda pia tunaweza yakatupa tija ya kupeleka nje, soko la nje na la ndani, na sisi pia kutumia kwa afya zetu. Kwa hiyo ndio maana tumejikita kwenye hayo mazao. Mazao mengine sio rafiki na mazingira ya udongo wa milimani. Kwa utalii wa mazingira tumejitangaza. Kwa hiyo wengine wakija tu wanasema tunataka kuona mahala ambapo kahawa haina sumu, kitu ambacho ni cha asili, na ndizi haina sumu. Kwa hiyo tunaendelea kupanua wigo kwa sababu tunaendelea kufahamika hata ulimwenguni. Tumejiunga ili kujikwamua katika maisha. Pale ambako mazao yanakuja unajikwamua, unapata hela, unasomesha watoto, unapata mahitaji bila uitegemezi. Hasa sisi wazee menufaika, nimenunua ng'ombe kwa hiyo ambao naendelea kufuga, na pia napata mahitaji ambayo sio tegemezi.
na tunavyokutana akina mama kama Imarika, tunabadilishana mawazo. Kwa hiyo kidogo katika maisha inanisaidia. Emmanuel ni mdau wa utalii mkoani Arusha, lakini pia anasaidia kuratibu shughuli za kikundi hiki cha kina mama. Anatangaza bidhaa zao kwa watalii na pia kuwaletea miche ya kahawa bure. Nimejitolea kufanya hii kazi kwa sababu nimekuwa nikifanya kazi kwenye makampuni mbalimbali kwa miaka mingi, na nikagundua kwamba jamii yangu pia inakosa kitu ambacho kinaweza kikaisaidia kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Kwa hiyo tukitunza mazingira kitasaidia kizazi cha sasa hivi kwa kipato, na kutunza mazingira itasaidia kwa ajili ya kutunza hali ya hewa kwa ajili ya jamii ya sasa hivi na jamii ya baadaye. Kwa hiyo hii ni sehemu ya maisha yangu, napenda kufanya, napenda kushiriki. Kwa hiyo ninavyoona hali ya hewa ni nzuri, mimea inatoa mazao mazuri, nafurahi katika moyo wangu. Kwa hiyo inanipa kila siku kuona ni nini nifanye kwa ajili ya jamii ili tuweze kwenda mbele na watu wafanikiwe zaidi. Tunajaribu kuwashirikisha wanawake kwa sababu jamii yetu inavyokwenda mbele, wanawake wanazidi kuwa na nguvu kiuchumi na wao ndio watendaji wakuu wa jamii. Kwa hiyo tunavyowashirikisha inatupa maisha endelevu. Kwa maana ya kwamba tukitegemea wanaume zaidi haitakuwa endelevu zaidi, lakini tunaposhirikisha wanawake, kwa sababu wao ndio watendaji wakuu kwenye kuandaa shamba, kwenye kuchuma kahawa, kwenye kufanya kutengeneza matawi, taratibu zote za shamba wanafanya zaidi wanawake. Na pia kwa sababu ilikuwa ni utamaduni wa wanaume kufanya hizi kazi, sasa inakuwa ni vizuri unapomshirikisha mwanamke, inatengeneza ile wanasema ownership, kumiliki na kupenda zaidi lile zao. Ile dhana ya kusema ya kwamba kahawa ni ya mwanaume sasa hivi inaondoka kwa kasi, kwa sababu wanawake pia wamekuja kuona thamani ya kahawa, na sasa wengi wanataka kufanya hiki kilimo kwa sababu wengi wana maeneo pia wameachiwa, na mengine wanajiongezea. Kwa hiyo wanaendelea kuotesha ile zao, linakuwa ni zao kuu la uchumi wa wanawake pia. Kwa sasa hivi wakiotesha wana haki ya kuitunza na wako na uhuru wa kuuza mahali popote. Kwenye vyama vya ushirika inakubalika, na wako na uhuru kabisa wa kuwa na zile rights ambazo wanaume walikuwa nazo kuweza kuuza mazao yao kwenye vyama vya ushirika na kwenye sekta binafsi vile wanavyopendelea. Kipindi cha nyuma walikuwa wanaweza kwenda kuuza, lakini walikuwa wanaenda baba ndiye wanaweza kupeleka wao kwenye chama cha ushirika kuuza, lakini anayepokea faida alikuwa anayekwenda kuchukua fedha au ile balance inayobaki kwenye chama cha ushirika alikuwa anaenda kuchukua baba. Kwa hiyo unakuta hawapati faida ya moja kwa moja, lakini sasa hivi wakiuza wanapata cash in hand, ambao ni faida ya moja kwa moja kwa mwanamke. Tukizungumzia kwenye issue ya miche mingi tunachukua kutoka Leamungo, ambapo ni Tanzania Coffee Research Institute, ambao wao ndio wamepewa dhamana na serikali kuandaa miche bora kwa ajili ya wakulima. Na hii miche ni subsidized, yani imewekwa fungu na serikali kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kupata kwa bei nafuu. Na hii miche kule sisi tunachokifanya ni kuorganize usafiri, tunaandika barua ya maombi, tunaenda tunaomba miche, tunaleta kwa ajili ya jamii, wanafanya, tunawaoteshea, tukishawaoteshea wao kazi yao ni kutunza. Na sisi tumefanyia follow up, kufuatilia kuona je, imeoteshwa mahali sahihi, inaendeleaje, kama wana changamoto wana report kwenye kikundi, then sisi tunafuatilia kuona hawa wana changamoto gani, tunawafuatilia kujaribu kutatua. Kwa sasa hivi watapata faida kwa sababu hizi kahawa kwanza uzuri zinakuwa kwa haraka, miezi 18 tayari unakuwa na uzao. Tofauti na zile kahawa za asili, zile ambazo zilikuwa miaka ya nyuma zilikuwa zinachukua miaka 3, 4 mpaka unaanza kupata mazao. Lakini hizi tunazoziotesha sasa hivi ukishaiotesha unasubiri kuanza kuvuna. Na uzuri wa pili wa hili zao ni kwamba pia mbegu hii haipati magonjwa. Kuna magonjwa yalikuwa serious ya kahawa, coffee leaf rust na coffee berry disease, lakini hii sasa hivi haipati hayo magonjwa mawili. Tumeshaanza kupata mazao kutoka kwa hawa wajane na wanapata thamani ya lile zao, kwa sababu mradi tumeanza kwa muda kidogo, lakini sasa hivi wanaona faida na wanaona fedha kwa ajili ya mazao ya kazi ambayo imefanyika miaka 4, 5 nyuma. Mimi kama mdau wa utalii na mwongoza wa watalii, pia kazi yangu kubwa ni kuongeza thamani ya vile ambavyo tunavizalisha. Kwa mfano, wale kina mama wanaweza kuandaa kahawa kwa kuchuma kutoka shambani, ikamenywa,
basi wakasafisha, wakaikausha. Hawawezi kuendelea zaidi ya hapo kuiandaa na kuwa kitu ambacho kinaweza kuwa kulika. Kwa hiyo mimi ninachokifanya ni kuwa motivate, kuwasukuma wao wafanye. Wakishapata mazao yale, sisi tunaongeza thamani. Tukishaongeza thamani, wanaita value chain. Tukishaongeza thamani, then yanaingia kwenye mnyororo wa thamani na kuweza kuuzika kirahisi. Kwa hiyo wale wageni wanaokuja wanapenda kuona kitu ambacho kimeandaliwa naturally kutoka shambani, kinakuwa final product, wanasema this is what they like. Wanakifurahia kwa sababu wamekiona kimetoka shambani. Kwa hiyo ile thamani ya kitu ambacho kimetoka shambani kwenye thamani ya kwenye soko la utalii inaleta faida zaidi kwa mgeni kuona anatumia kitu ambacho ni halisi na anakiona kimetoka shambani. Mwanamke na mazingira. Hapa kuna mimea zaidi ya aina 7 ambayo inatumika kutengeneza dawa ya asili kwa ajili ya kuzuia vijidudu kwenye kahawa. Tunafahamu kwamba kahawa inapuliziwa sana madawa ya viwandani, lakini kina mama hao wanatumia vitu vya asili. Mimea ninayojua hapa ni michache tu, kama hapa naona mwarobaini, hapa najua kwa jina la basil. Kila kabila ina lugha yake inayoita. Ni mzuri hata kwenye chai, huwa napenda kuutumia. Ule wa kisasa unatumika kwenye viungo. Hapa najua ni mwalizeti pori, unajua ni comfrey. Watatufahamisha namna wanavyofanya mpaka wanapata dawa ambayo inaua vijidudu kabisa. Kahawa zao, vanila, manjano, mimea yote wanaoipanda, hata migomba yao hawatumii kemikali ya aina yote. Kuanzia kwenye mbolea, wanatumia mbolea za asili, ardhi inakuwa na afya udongo inaendelea kuimarika. Lakini ukija katika mimea mingine huku nako wanatumia dawa za asili kuzuia vijidudu. Hii yote ni kwa ajili ya kutunza mazingira, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile rasilimali asili zinazidi kutunzwa na kutumika kwa namna ambayo ni endelevu. Tueleze zaidi aina ya mimea ambayo mnatumia hapa na kwa nini ni hii mimea na sio mingine? Tunatumia mimea mbalimbali kama huu ni mwarobaini. Kwa nini mwarobaini? Mwarobaini kwa sababu tukichanganya, kwa kuwa ni mwarobaini ni mkali, ni kali, nani yake ni chungu. Kwa hiyo kwenye wadudu unavyochanganya, wale wadudu wanaogopa, na mara nyingine ukichanganya wanakufa. Wanakufa kwa sababu ya hii na ukali wa hii sumu yake. Kwa hiyo mwarobaini huo. Mwarobaini. Mmea wa kwanza ni mwarobaini. Mmea mwingine? Huu ni inuka. Inuka nayo sio kali sana, lakini ni kali. Lakini pia inatumika kwa binadamu, hata kwenye chai na nini. Lakini tunapenda kuchanganya kwa sababu vile ambavyo tunavipiga kama hivi kahawa na mboga pia ni chakula. Kwa hiyo inakuwa kinamaanisha kinafubasha hii sumu ya mwarobaini. Hii ni alizeti pori. Kwa nini alizeti pori? Alizeti pori nayo ni kali. Kwa hiyo kwa ule ukali wake ukichanganya pia mdudu asogei. Ukichanganya vyote pamoja, sasa unaweka kwa kiwango kidogo, kwa sababu ukizidisha tena mazao nayo yataungua. Lakini unavyochanganya tunaweka kiwango fulani kidogo, ili kusudi kusaidia kuimarisha ile sumu isiwe sumu moja kwa moja. Kwa mfano kama haya yanaweza katengeneza dawa kiasi gani? Ukichanganya majani yote hata ndoo moja lita 20. Lita 20? Unaweza ukatengeneza. Na hiyo lita 20 unaitumia kwa shamba ukubwa kiasi gani? Inategemea sasa na ile miche. Naweza katosha hata 100. Lita 20 ambayo ni ndoo moja. Na unatumia baada ya siku 2 inakuwa imeiva wiki nzima. Wiki 2, siku 2. Wakati ungetumia madawa ya dukani, kwanza ni gharama. Ni gharama, alafu ni sumu. Inaharibu ardhi, afya ya udongo na afya ya binadamu pia. Kwa hiyo wanatumia njia hizi za asili kwa ajili ya kuokoa gharama, lakini kikubwa pia tunaangalia mazingira yetu. Tunaokoa mazingira yetu, tunalinda mazingira yetu. Kuna zile bayanuai, tunahifadhi, tunaokoa vitu vyote hivyo kwa kutumia njia za asili kama hizi. Kwa hiyo hapa ni shughuli ya kutwanga sasa. Haya mama, hapa kukusaidia hapa, mimi kazi yangu kuongea tu. Kwa kweli tumeamua kutumia njia ya asili. Kwanza, njia ya asili ni nyepesi, ni kwa upande wa fedha ni rahisi, kwa sababu huyu anafuga, anapata mbolea ya asili. Mbolea anapata kutokana na mnyama yule, inastawisha na inatunza unyevu kwenye
ardhi. Kwa hiyo ardhi haiwezi kupata ukame kutokana na ile mbolea ya asili kwenye udongo. Pili, kutokana na hali halisi ya mazingira, tunahifadhi mazingira kwa kutokukata miti hovyo. Kwa hiyo tunakuwa na hali ambayo haitaendekeza ukame na itavuta mvua. Kwa swala la mazingira, jamii imefaidika sana na wamehamasika. Hata wababa sasa wanakuja hapa kwa ushauri juu ya kilimo hai cha kahawa, sababu kinawapunguzia ile gharama ya madawa, na ile sumu pia imekuwa ikiwa wadhuru waathiri wengine, zile kahawa za kupiga sumu. Kahawa hizi sasa hivi tunazochukua kutoka TAKRI ni kahawa ambazo ni special ya kwamba zinashughulikiwa kwa kilimo hai pasipo kemikali. Kwa hiyo nao wameona ya kwamba kumbe sasa wengine walishakata tamaa kwa kuendesha zao la kahawa kutokana na madhara ya kemikali na gharama kuwa juu, wakawa wanasema hailipi. Lakini sasa hivi wamekuta ya kwamba inatija wameona kutokana kwa wajane wameshavuna kahawa na wao wanakimbia sasa, jamii nayo inakimbia sasa kuotesha kahawa kwa upya. Sasa kikundi hiki nilisahau kumention pia ufugaji wa nyuki. Kinafuga nyuki. Kwa kweli walijizatiti wakafuatilia masuala ya kufuga nyuki, manake nyuki wadogo wanatoa asali kidogo. Sasa wakataka kupanua wigo, wafuge nyuki wakubwa, nyuki hawa wakali, kwa sababu nyuki wakali tunapata nta ile unaweza kutengeneza mafuta ya kujipaka, na itakuwa inawapa kupiga hatua kwa haraka zaidi. Tungepata namna ya kufuga nyuki kwenye hifadhi za taifa. Kwa kweli wako tayari, manake hata sasa hivi wana mizinga 10 ya nyuki wadogo. Sasa ikawa wanataka hatua ya kufuga nyuki ambao watakuwa na tija zaidi. Hata kutengeneza mafuta watatengeneza wenyewe, na baadaye hata kufungua viwanda. Huu ni mmea wa manjano ukiwa shambani. Tunafahamu manjano inatumika kule mjini kwenye vitu vingi sana, masuala ya urembo, wanawake wanapaka kwenye uso, lakini kwenye masuala ya vyakula pia inatumika kama viungo, na kwenye tiba za asili pia watu wanadai kwamba ina manufaa mengi sana mwilini. Katika kikundi hiki cha Imarika pia wanapanda mmea huu kwa ajili ya kujipatia chakula, kwa ajili ya kutumia kama dawa, lakini pia wanaitumia kama sehemu ya utalii. Wameniambia kwamba ili ua linapoonekana hivi, ina maana ipo tayari kuvunwa. Si tuliamua kupanda tu kama matunda, lakini baadaye ndio tukaja kugundua kuna mengineyo kama madawa, kama mafuta. Basi hapo tukapata elimu, tukaifurahia. Wageni wakija tunawaelekeza tu kwamba inakuwa hivi, unaweza ukaitumia kwa chakula, unaweza ukatumia kuweka kwenye chai kidogo, unapeleka sokoni, inanunuliwa, huko unapata mahitaji mengine ya maisha yako. Naye afisa maendeleo wa kata ya Poli, ambaye amekuwa akifanya kazi na kikundi hiki tangu kilipoanza mwaka 2020, anaeleza umuhimu wa wanawake kushiriki katika shughuli za maendeleo. Kikundi cha Imarika cha kina mama ninakifahamu. Kikundi cha Imarika cha kina mama ni cha kina mama wajane. Waliona ujane sio shida, wanaweza, pamoja na ujane wao wanaweza. Wakaamua kujiunga kwa pamoja, wakawa na shughuli zao, wakasema tusiweke kukopa na kuweka akiba, lakini tuweke akiba kwenye rasilimali. Wakawa wanaotesha kahawa, wakina mama hao wanajishughulisha na shughuli za kahawa, vanila, migomba, wana zao la manjano. Kwa hiyo kina mama hao wote walioko hapa wa Imarika, ukipita kwenye maeneo yao, wanatunza mazingira kwa kutumia kahawa, migomba, vanila, miti ya matunda, lakini pia vile vitu vinawafanya wao wapate pesa ili waendelee na kujikimu na maisha, ili wasiwe omba. Mimi kama afisa maendeleo, wajibu wangu kuendeleza yale ambao wao wanayatamani, sio kufifisha mipango yao, ni kuhakikisha wanafikia ndoto zao. Wanatamani kuotesha migomba, nakuja na wapa elimu, msikate tamaa, migomba tutapataje? Tukipata mdau anayetuwezesha, wanachangamkia fursa. Na wafundisha kuchangamkia fursa tunazozipata kwa wakati. Kwenye mazingira, mwanamke anatunza mazingira. Hata pale kwake tu ukifika, ana maua, ana matunda, ana migomba kama hivi, kwa sababu analea familia, anajua familia yangu inatakiwa ikae kwenye hali ya hewa nzuri.
hii familia yangu inatakiwa ile na matunda. Kwa hiyo anaweka mazingira rafiki. Usiwaone hapa hivi, wanabeba mikungu yao, wanaenda sokoni, wanauza, wanarudi, wana ada za watoto wao, wanavaa vizuri, wanacheza na vikoba, na mazingira yananawiri kama hivi. Nafikiri wewe mwenyewe umeyaona kulivyopendeza. Akina mama tunaweza kunogesha mazingira kama hivi. Mimi ninapita nikiwakumbusha wakina mama wenzangu, nimebahatika afisa maendeleo kuwa ni mama mwenzao, tutunze mazingira. Lakini pia nawakumbusha wakina mama, muda mwingine tunapitia ukatili, tuna ule mfumo dume. Nawakumbusha jamani, ukatili, ukiona jambo ambalo unatendewa hulielewi, fika mapema, toa taarifa tukusaidie. Usikubali uonewe kwa sababu tu ni mjane. Usikubali umeotesha migomba yako, umetunza kahawa zako, kwenye kikundi umeenda wewe, alafu anakuja tu mtu kwa sababu wewe ni mjane, mume hayupo pale, anakata ile migomba yako. Tunakukumbusha mwanamke kwamba serikali ipo, inakulinda pamoja na ujane wako, inakutambua, una mchango. Mtu asikuonee. Wewe usimuonee mtu, lakini pia usiruhusu mtu akuonee. Serikali inakulinda. Mimi pia wajibu wangu mwingine ni kuwaelimisha akina mama. Serikali imetoa fursa za kuwanyanyua akina mama kiuchumi. Tuna mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri. Lakini pia tuna mikopo ile ya kapu la mama ambayo inatolewa na benki. Ile mikopo ya benki unaipata tu kwa kuwa na kitambulisho cha shilingi 20,000 cha mjasiriamali. Unafika kwa afisa maendeleo, unasajiliwa, ukishapata kitambulisho chako, unaenda benki, unahudumiwa. Hiyo ni fursa namba 1. Lakini fursa nyingine, wao kama akina mama, kama walivyo kwenye kikundi chao hivi cha Imarika, wanaweza wakaona ili tunyanyuke, tunatamani tunyanyuliwe kidogo, tulichonacho hakitoshi, tunatamani tusogee hatua. Wanafika kwa afisa maendeleo, na wapa elimu, na wasajili. Kwanza na waeleza fursa, wakiridhia na wasajili. Wakisha sajiliwa wanafungua akaunti yao. Wakisha maliza kufungua akaunti yao, wanapata elimu ya mkopo, wanaandika andiko lao, wanaomba mkopo kwenye mfumo, wanapatiwa mkopo usiokuwa na riba. Kuwa na riba, unarudisha hela kama ulivyoikopa kwa miezi 12. Japo mimi sio mgeni kutoka nje ya nchi, lakini picha hii inanikumbusha kipindi hiko cha nyuma, nikiona mmea wa kahawa ukiwa shambani, unachumwa, unaenda unaoshwa, unaanikwa. Ona, imeanikwa hapa. Baada ya hapo inakaangwa, inatwangwa, alafu unakuja unaifurahia ikiwa mezani. Ile harufu yake haielezeki. Coffee aroma wanasema. Kahawa inayochakatwa kwa njia ya asili ni tamu sana. Niseme ni tamu na ina harufu nzuri. Hata ninapokuwa mjini wakati mwingine wanaulizia, jamani, napata wapi kahawa inayo ya kienyeji? Ndio kahawa ya kienyeji. Kwa hiyo wageni kutoka nje ya nchi wanavyoona kitu kama hichi, kahawa inapandwa kwa njia ya asili kabisa, inachakatwa kwa njia ya asili na kwa mikono, wanafurahia, na mazingira yakiendelea kuwa salama, dunia yetu ikiendelea kuwa salama, na wakati huo uchumi wa wanawake hao unaimarika. Lakini pia tukija kwenye bidhaa nyingine kama hii manjano, nayo imepandwa kwa njia ya asili kabisa, imechakatwa kwa mikono mpaka inapatikana kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo mazingira yanatunzwa, rasilimali za asili zinatumika kwa namna ambayo ni endelevu. Eneo hili hapa lina vyanzo vingi vya maji. Hapa ni msimu wa kiangazi jamani, sio masika. Hizi picha mnazoziona ni za kiangazi. Vyanzo vya maji vinaendelea kuhifadhiwa, lakini kina mama hawa kwenye pochi wanakuwa wako vizuri, wanapendeza, wanaendelea kuleta maendeleo katika jamii yao. Na ile dhana kwamba kahawa ni ya mwanaume, mti ni wa mwanaume katika jamii hii inaenda kufutika kabisa. Nao wanashiriki katika kilimo cha kahawa, lakini wao wameamua kufanya kwa njia ya asili. Wanashiriki katika kupanda miti ya matunda, wanaenda wanaiuza, mazingira yetu yanaendelea kuwa salama na uchumi wao unaendelea kuimarika, na mwisho wa siku wanafuta kabisa umasikini kwa sababu kipato cha mtu mmoja mmoja kinaimarika. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Wanawake tunaweza.
jeshi kubwa, jeshi kubwa.